Jamani, habari ya mchana. Kama alivyosema mwenyekiti, kampuni yetu ya Mainstream Group leo tumeingia makubaliano na Simba Sports Club kwa ajili ya kutengeneza mfumo wa kuwezesha wanachama kutambulika na pia kupewa kadi zao za wanachama. Jambo moja ambalo tunaahidi kwenye upande wa teknolojia ni kwamba utakuwa ni mfumo rafiki ambao unaweza ukatumika na mtu yeyote mwenye simu janja, mwenye simu ya kawaida, lakini pia anayetumia mifumo mingine, kwa mfano kama website. Kupitia kwenye mfumo huu wa Simba, kama alivyosema, tutawezesha matawi kujisajili, wanachama kujisajili, lakini pia tunaiwezesha Simba kuweza kupata taarifa mbalimbali. Kwa hiyo mimi yangu ni machache, lakini kwa majina kama nilivyoanza kujitambulisha, naitwa Deogratias Mosha, ni mkurugenzi mwendeshaji wa kampuni ya Mainstream Group. Asanteni sana. Makamu mwenyekiti. Okay, kampuni yetu ya Mainstream Group ni kampuni ya Tanzania na tupo Tanzania kwa zaidi ya miaka 10. Tunafanya kazi kubwa sana kwenye upande wa mifumo ya mabenki, mifumo ya mitandao ya simu, na tunasema kwamba ni bahati tuliyopata kushirikiana na Simba kuweza kufanya kazi iliyotukuka kwa ajili ya washabiki na wanachama wetu wa klabu ya Simba. Kama kuna swali ili akiondoka nijibu moja moja, right? Okay. Nashukuru sana. Kama tulivyosema ni kwamba makamu mwenyekiti ameelezea utaratibu kwamba kadi hizi zitafika kwenye matawi na usajili unaanzia kwenye level ya tawi. Kwa mimi nikiwa ni mwanachama wa Simba labda wa tawi la Gongo la Mboto au nikiwa Tandahimba, tutajisajili kupitia kwenye simu yangu, lakini usajili ule utaanza kupitishwa kuanzia kwenye level ya tawi mpaka level ya taifa, na the same usambazaji wa kadi utafuata wapi nimetokea. Kwa hiyo kama tawi langu liko Tandahimba, nategemea kwamba huduma hii nitaipata pale Tandahimba. Mifumo tumeshaitengeneza structure yake kwa mujibu wa mahitaji hayo, na lengo letu ni kuhakikisha kila mwana Simba popote alipo bila kutumia gharama ya ziada anaweza kupata kadi yake ya wanachama. Jambo lingine ni kwamba kadi zetu ambazo tunaenda kutoa zitakuwa katika aina mbili. Mimi nikiwa na simu nitapata kitu kinaitwa virtual card. Ni kadi ambayo kama hizi wanazotoa siku hizi kwenye mitandao ya simu, inakuwa una app labda ya mtandao fulani wa simu na kuna kadi yako ya Visa mle ndani. So na sisi kwenye huo mfumo wa Simba, kwenye app ya Simba, nitakuwa naiona kadi yangu pale na namba yake. Kwa hiyo kama nikiload hela kwenye ile kadi, nikiamua kufanya malipo, naweza nikafanya, lakini nikija kwenye mikutano inayohusiana na klabu ya Simba, naweza nikaionyesha pia kama njia ya kujitambulisha mimi kama mwana Simba. Singependa nitoe siri nyingi kwa sababu nadhani mengi yamefungwa ndani ya makaratasi humu, lakini kikubwa ni kwamba nadhani ni mfumo wa kipekee kutokea katika ukanda huu wa bara la Afrika. swali lingine ukipata kadi kuna changamoto hiyo. Sawa, ila mfumo nitaelezea. Tumejenga mfumo wetu kwamba anayepewa kadi ndio muhusika. Ni tofauti na mifumo mingine kwamba ili uweze kupata kadi ya Simba lazima uwe umeidhinishwa na klabu ya Simba, na kadi hii kwa sababu ni NFC tunasema ina unique identity. Kwa hiyo hata ukija kwenye mkutano wa Simba utaigusisha pale kwenye nini wanaita hichi, Kiswahili ni kishkwambi, utagusisha, itatoa taarifa zako. Kwa hiyo hakutokuwa na mamluki au mtu aliye duplicate kadi kujimpersonate kwamba mimi ni mwanachama wa Simba kwenye tukio ambalo namtaka mtu wa Simba. Kwa hiyo tumezingatia hayo mambo kwa sababu tumeshayaona yakitokea sehemu nyingine. Kwa hiyo tumezingatia kwamba haturuhusu hizo aina za duplication. bei zitakuja baadaye, zitakuja kutoa baadaye. Kuna mambo makubwa hatari, mambo makubwa, watu watakimbia.
bwana mimi bila kula kitu moja kwenye kunitaja